tumaini lenye baraka. Kabla ya kondoo wa kafara, kabla ya sadaka ya kuteketezwa, yalijengwa madhabahu. Kabla ya mhubiri, madhabahu yalijengwa. Kabla ya Yesu msalabani, madhabahu yalijengwa kila mahali. Ni kitu gani tunakutana nacho katika madhabahu? Rafiki yangu Mang'ombe, miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri, niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo. ni kitu gani tunakutana nacho kwenye madhabahu? Tunakutana na nini? Yako mambo kadhaa tunakutana nayo kwenye madhabahu. Jambo la kwanza, uwepo wa Mungu. Haleluya! Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye madhabahu tunakutana na uwepo wa Mungu, lakini kwenye madhabahu tunakutana na kujitoa, sadaka na kujitoa. Kwenye madhabahu tunakutana na maombi ya dhati, maombi ya kumimina mioyo kama Hana. Madhabahuni tunakutana na maombi ya dhati. Katika madhabahu tunakutana na toba na utakaso. Hakuna madhabahu ya kweli bila toba na utakaso. Tunamkuta Daudi akirudi kwa Mungu katika moyo uliopondeka, ukisoma Zaburi ya 51. Lakini katika madhabahu tunakutana na moto, fire, moto. Katika madhabahu ndipo tunakutana na neno la Mungu. Katika madhabahu tunafanya maagano. Tunapoimba beti hili la pili, na tunaposimama miguuni pake Yesu, hapa pahali bora, niombe mkutano mzima tusimame, na wale walioko vituoni tusimame tunaporejea madhabahuni miguuni pake Yesu. Hapa pahali bora pa kuweka dhambi zangu, mahali pa pumziko, miguuni pake Yesu. Hapa ninafanya sala, kwake ninapewa uwezo na faraja na neema. Na tutakapokuwa tunaimba beti hili leo, tunaombea vijana wote walioko katika umri wa kuoa na kuolewa na hawajaolewa. Piga hatua haraka hapa, kwa sababu tunakwenda kuomba kwa ajili yako. Leo tunaombea hawa vijana ambao hawajaoa na kuolewa. Tunapoimba beti la pili na la tatu, wewe piga hatua hapa moja kwa moja, haraka, tunakwenda kuomba kwa ajili yako. Miguuni pake Yesu, hapa pahali bora pa kuweka dhambi zangu, pahali pa pumziko.
Bwana. Nipe Bwana nia yake, ili ionekane. Nimekaa na Mwokozi, aliye haki yangu. Ahadi ya Bwana kwenye madhabahu leo ni Yeremia 29:13. Neno la Bwana linasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Hii ndio ahadi kubwa tunaporejea madhabahuni. Ndio ahadi ya kwanza na ya muhimu. Unapokuja madhabahuni, kijana, usije tu kuhitaji mibaraka, mali, mchumba wa kiume ama wa kike, ninahitaji kazi, ninahitaji. Jambo la kwanza na ahadi ya kwanza katika madhabahu ni kukutana na uso wa Bwana. Bwana anasema mtanitafuta na kuniona. Kabla ya kuomba uponyaji, kabla ya kuomba kazi, kabla ya kuomba milango ifunguke, mwambie Bwana, ninakuja madhabahuni pako nikutane na uso wako. Baba yetu na Mungu wetu, katika viwanja hivi na katika hema hii takatifu, tumesimama katika ardhi takatifu. Baba, katika madhabahu haya ya tumaini lenye baraka, uso wako na ukaonekane kwetu. Leo tuna maombi maalum kwa ajili ya vijana, na vijana waliosimama hapa mbele wanawakilisha mamilioni ya vijana katika taifa la Tanzania, katika bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Changamoto za vijana ni nyingi. Baba, tunakuomba ingilia kati changamoto zao. Bwana, taabu za vijana ni nyingi. Bwana, ninakusihi Baba wa mbinguni, Bwana, jibu maombi ya vijana. Vijana wengine wako kwenye uraibu wa mambo mbalimbali, wape kushinda uraibu. Vijana wengine wako kwenye changamoto za madawa ya kulevya, wengine wako kwenye changamoto za uraibu wa kubeti, wengine wako kwenye uraibu wa changamoto ambazo hazielezeki. Baba, kutana na vijana katika madhabahu hii. Lakini kuna vijana wagonjwa, na wengine hata ni wazazi, ni wagonjwa. Madhabahu hii ya tumaini lenye baraka na ikalete uponyaji. Wale wanaosikiliza wakiwa katika vitanda vya ugonjwa, wengine wako hospitali, wengine Bwana wako katika kukata tamaa. Bwana, na itoshe leo watoto wako kupona, watoto wako ukawainue. Lete msamaha wa dhambi na makosa. Baba, ukaonekane kwa mioyo ya watoto wako. Lakini kwa namna ya pekee Bwana, vijana wengi waliosimama katika vituo, wengine nyumbani katika sebule zao, wengine hata kwenye kumbi za starehe, wengine hata kwenye saluni za kunyoa nywele na kutengeneza nywele, wengine hata wanasikiliza tu katika vibanda na katika maduka. Bwana, yeyote anayesikiliza ombi hili kwa matumaini na imani, mtembelee mahali alipo. Neema yako na ikatubariki. Nena nasi sasa kupitia kwa mtumishi wako Mchungaji Baraka Butoke. Nena nasi zaidi ya kawaida. Nena nasi zaidi ya jana na siku nyingine, katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wetu. Amen. 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 Mbariki jirani, mbariki jirani. Vijana wanaporudi, mbariki jirani, mwambie Bwana akaonekane kwako.